إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: والفجر وليال عشر. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Ndugu zangu Waislamu, tumo katika masiku ya mwezi mtukufu wa Dhulqaada, na masiku haya ya mwezi wa Dhulqaada ni masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza tusizidhulumu nafsi yetu ndani ya masiku haya. Leo ni Aljumaa ya mwisho iliyomo ndani ya mwezi wa Dhulqaada, na masiku yanayokuja baada ya mwezi wa huu wa Dhulqaada ni masiku matukufu sana kwetu sisi Waislamu. Ni masiku yanayopatikana ndani ya mwezi wa Dhulhijja, ambao vile vile ni miongoni mwa miezi mitakatifu katika sharia za Kiislamu au mafundisho ya Kiislamu. Kwa khutba yetu ya leo tutazinduana kuhusiana na fadhila na ubora wa masiku yanayopatikana katika mwezi wa Dhulhijja, ambao tumebakiza masiku machache kuingia katika mwezi huo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala anijalie mimi na nyinyi ndugu zangu Waislamu tuweze kupata fursa ya kuingia katika yale masiku bora kabisa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaapia, lakini mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yameelekeza mambo ya kufanya. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema: inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12, fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard, ambayo imesajiliwa katika kitabu cha Mwenyezi Mungu tangu Allah alivyoumba mbingu na ardhi, ni miezi 12. Minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi 12 miezi minne ni miezi mitakatifu. Dhalika dinul qayyim, hiyo ndio dini iliyokuwa sawa sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi katika miezi hiyo minne msizidhulumu nafsi zenu. Katika hiyo miezi minne ni Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram. Rajab iko mbali kidogo, lakini hii miezi mitatu inafuatana. Kwa hiyo tuna masiku takriban 120 ambayo mengine tumeyamaliza, ambayo ni masiku matukufu, na Mwenyezi Mungu anasema msizidhulumu ndani ya siku hizo nafsi zenu. Tafsiri zingine zinasema msijipunje, kwa sababu kuna thawabu nyingi zinazopatikana katika miezi hii. Msije mkajipunja kwa kutokimbilia fadhila na khairi zinazopatikana ndani ya miezi hiyo. Lakini katika miezi hii minne kuna siku 10 ambazo ni bora kuliko miezi yote minne, bali siku 10 hizo ni bora kuliko siku 360 za mwaka mzima, kwa mujibu wa kauli za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku 10 muhimu katika maisha ya Muislamu, ndani yake kuna khairi na kuna fadhila nyingi sana.
Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaapa kwa kusema wal fajri, na apa kwa alfajiri, wa layali na ashri, na naapa vile vile kwa masiku 10. Haya masiku 10 ambaye ameapiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mufassiruna wa Qur'an wamekubaliana kwamba ni masiku 10 yanayopatikana katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi ambao uko mbele yetu, mwezi ambao wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala kawapa tawfik wanaelekea kwenda katika ibada muhimu, nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, nayo ni ibada ya al-Hajj. Ndugu zangu Waislamu, fadhila za masiku hayo 10 ambayo tutaanza katika mwezi wa Dhulhijja baada ya masiku machache, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Bukhari na Abi Daud na Tirmidhi na wengineo, hadithi iliyotoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema Ibn Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisema Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, ma min ayamin, hakuna masiku ambayo al-amalu salih fihinna, mtu kufanya a'mal njema katika masiku hayo, ahabbu ila Allahi, inakuwa inapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, min hadhihi al-ayami al-ashri, kuliko mtu kufanya matendo mema katika masiku haya 10. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akinionyesha mimi na wewe ndugu yangu Muislam fadhila zinazopatikana katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Faqal, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu huwa wanamsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mazingatio, kila herufi anayoizungumza, kila sentensi anayoizungumza wanaisikiliza kwa mazingatio. Walimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba hakuna masiku ambayo mtu kufanya amal njema katika masiku hayo ni bora zaidi kuliko haya masiku 10. Haraka haraka wakaanza kujiuliza katika vichwa vyao. Qalu ya Rasulullah, wakamuuliza yeye Mtume wa Mwenyezi Mungu, wala aljihadu fi sabilillah, yani hizo amal njema katika masiku 10 ni bora kushinda hata mtu kutoka kwenda jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu katika siku nyingine? Maana wenyewe walikuwa wanajua jihadi ndio ibada yenye fadhila kubwa na thawabu nyingi na ni amal njema kuliko amali yoyote nyingine. Wakakuta kwamba kuna amal, kuna masiku yanazidi ubora wake kuliko hata hiyo jihadi. Wakauliza sasa, hata jihadi ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wala aljihadu fi sabilillah, wala thawabu na fadhila za jihadi hazifikii mtu atakayejilazimisha kufanya matendo mema katika masiku haya 10. Illa, Mtume akasema, isipokuwa rajulun kharaja binafsihi wa mali, ni yule mtu ambaye ametoka kwenda kwenye jihadi akaitanguliza nafsi yake na akatoa mali yake yote kwenda kusaidia Uislamu, falam yarji min dhalika shay'in, yule mtu hakurudi, maana alifia kule kule na mali yake naye kateketea kule kule. Isipokuwa huyu amali zake ni nyingi, zina fadhila zaidi kuliko haya masiku 10. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu Waislamu, wanachoona wameizungumzia kuonyesha fadhila zinazopatikana katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, ambayo yamebaki masiku machache tuweze kuingia. Sasa haya ni masiku muhimu yanayokuja mbeleni, na ni muhimu tukazinduana ili kuweza kuyatumia vizuri. Huenda tusiyapate tena kwa kutorudia, au yakarudi yakatukuta sisi tumetangulia mbele ya haki. Katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min ayamin, hakuna masiku ambayo yutaqarrabu ila Allahi fiha, mtu anajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu katika masiku hayo, biamalin afdal, kwa kutenda matendo yaliyokuwa mazuri, kuliko min hadhihi alayami al-ashri, kuliko masiku haya 10. Ndio masiku ya kujikurubisha, ya kujipendekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ibada mbalimbali ambazo tumefundishwa na dini tukufu ya Kiislamu. Riwaya nyingine inasema, ma min amalin azka inda Allah, hakuna amali iliyokuwa na utakaso zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala a'zamu ajran, na ambayo ina malipo makubwa zaidi, min khairin na'maluhu fi ashri al-adha, kuliko khairi tunazozifanya katika masiku 10 ya al-adha, maana yake ya Eid al-Adha, kabla ya Eid al-Adha ambaye ni ya mwezi wa Dhulhijja, wanasema mfungo 3 ambao unakuja mbele yetu. Ndugu zangu Waislamu,
kutokana na hadithi hizi ambazo tumezisoma, baadhi ya wanachuoni wa Kiislamu wakasema kwamba masiku ya mwezi wa Dhulhijja haya 10 ni bora kuliko masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baadhi ya wanachuoni wamesema hivyo. Na wamepata wapi? Wameangalia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zote bila umum kwa ujumla zinazungumzia haya ni masiku bora kuliko masiku yote 360 yanayo kumpata wanadamu. Sasa kama ni masiku bora kuliko masiku yote, masiku ya Ramadhani yanakuwa yako wapi? Lakini wanachuoni wakajaribu kuangalia hadithi za masiku ya mwezi wa Ramadhani na hadithi zinazosifia masiku 10, wakaja na ufunguzi kwa kusema kwamba masiku ya usiku wa mwezi wa Ramadhani ni bora kuliko mchana wa masiku 10 ya Dhulhijja, na mchana wa masiku 10 ya Dhulhijja ni bora kuliko masiku ya mchana ya mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu gani? Katika mwezi wa Ramadhani, katika usiku wake unapatikana fadhila nyingi. Qiyamul layl, unapatikana Lailatul Qadri ambayo thawabu zake ni miaka 83. Lakini katika masiku haya 10 ya Dhulhijja, mchana wake ni bora kuliko usiku wake. Kwa sababu gani? Ndani ya mchana wake inapatikana watu wanafunga, lakini ndani ya mchana wake inapatikana siku ya Arafa, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe waja wake wengi sana kutokana na madhambi. Kwa hiyo ulama wakaoanisha wakasema masiku 10 ya Dhulhijja mchana wake ni bora kuliko masiku ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, haya masiku yanakuja, yako mbele yetu, yana fadhila kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na wewe tujipange kuweza kuyatumia masiku haya vizuri. Je, tunayatumiaje masiku haya? Ndugu zangu Waislamu, tuweke nia ya kugawa ibada zetu katika maeneo makubwa matatu. Ya kwanza, al-ibadatul qalbiyya, ibada za moyo, lakini vile vile ibada za kimwili, lakini vile vile ibada za kijamii. Tunaweza tukafanya ibada zote hayo tukakithirisha kuzifanya katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja kwa ajili ya kupata fadhila zinazopatikana ndani ya masiku hayo kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la mwanzo muhimu sana ni kuweka nia. Kuanzia sasa hivi, amali yoyote isiyokuwa na nia haikubaliki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tuko katika mwezi wa Dhulqa'da. Weka nia ya kutafuta fadhila kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Mimi na wewe hatuna uhakika kama Dhulhijja itatukuta. Inaweza ikaingia Dhulhijja ikatukuta tumeshatangulia katika mwanandani. Lakini kama utaweka nia sasa hivi kwa kumwambia Mwenyezi Mungu, ya Allah, kama nitafika katika mwezi wa Dhulhijja nitasoma Qur'ani, nitaleta adhkari, nitatoa sadaka, nitafunga katika mchana wa masiku yale, nitafanya amal kadha wa kadha. Nia ndani ya nafsi yako, ina maana Allah subhanahu wa ta'ala anaipokea nia yako kabla ya matendo yako. Ukifanikiwa kuingia ukafanya yale matendo, fadhila zinaongezeka zaidi. Kwa hiyo tujiandae kinafsi kuweka nia ya kuyatumia masiku yale 10 katika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amali ya pili ambayo tunatakiwa ndugu zangu tuifanye kuanzia sasa hivi mpaka anapoingia yale masiku ni kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuleta tauba kwa makosa tunayofanya. Sisi ni wanadamu, sisi ni madhaifu, kuna makosa mengi tumefanyiana sisi wenyewe. Inawezekana ni makosa ya zina kubwa kabisa, inawezekana umeingia katika shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Inawezekana umeingia katika makosa ambayo shetani amekutelezesha katika makosa, ni jambo la kawaida. Kwa hiyo njia bora kabisa ya kujiandaa kuanzia sasa hivi ni kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na milango ya Allah subhanahu wa ta'ala iko wazi. Mtu aliyeua, mtu aliyozini, mtu aliyedhulumu nafsi yake, mtu aliyeingia katika shirki, hakuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu hapokei. Na Mwenyezi Mungu anasema katika surati Al-Furqan kuonyesha kwamba tauba yake iko kwa kila madhambi illa man taba. Mtu kafanya madhambi yote isipokuwa yule aliyotubia, wa amana, na akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa amila amalan salihan, na akafanya matendo mema. Sasa matendo mema katika siku nyingine yanajulikana yana fadhila, lakini matendo mema katika masiku haya matakatifu, hasa ya masiku 10, yana fadhila maradufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat. Watu wa aina hiyo wakishatubia kwa aina hiyo, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anabadilisha
makosa waliyofanya yanakuwa mema, madhambi waliyofanya yanakuwa thawabu. Lakini sharti urudi, utubu kwa Mwenyezi Mungu tauba ya kweli. Wa kana Allahu ghafuran rahima, na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwingi wa huruma. Kwa hiyo jambo la pili ambalo mimi na wewe ndugu yangu Muislamu inatakiwa tujipinde katika masiku haya ili tuweze kupata hizo fadhila. Jambo la tatu, swala tano na sunna zake, kwa sababu hakuna amal mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo itapokelewa kama Muislamu haswali swala tano. Yani kama wewe uswali swala tano, kuna amal mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu jambo la mwanzo ambalo ataulizwa mja, swala tano zile zikoje? Baada ya hapo ndio yanafuatia mambo mengine, sio ulifunga, sio ulienda kuiji, sio ulifanya nini, ulifanya nini. Lakini kama unafeli katika mtihani wa mwanzo unaohusu swala tano, ina maana ni lazima utafeli katika ibada zingine unazozifanya. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa ndugu yangu Muislamu kujihimiza na kujilazimisha na swala tano, kama ni mwanamume jamaa fil masjid, na wanawake wanaweza kuswalia nyuma. Lakini muhimu sana baada ya hapo sasa, ili uweze kupata fadhila zaidi, kujikurubisha na swala za sunna, kujikithirisha katika swala za nawafil. Sio kazi ngumu. Swali duha, unamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala saa 3 saa 4 asubuhi, rakaa 2, haipiti dakika 5. Lakini uko ofisini kwako, upo sokoni kwako, upo nyumbani kwako, uko sehemu yoyote, ukifika saa 3 saa 4 unaswali, unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema alizokupa. Kuswali qablia na baadia katika swala za faradhi, kuweka nia kwamba na swali hizi kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ni ibada ndugu zangu ambazo tunatakiwa tuzifanye ndani ya masiku ya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Lakini vile vile katika ibada nyingine ni funga ya sunna, kujilazimisha katika yale masiku 10, ikiwezekana masiku yote 9 ya mpaka siku ya Arafa uweze kufunga kwa ajili ya kutafuta fadhila na radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na katika hadithi ukiwa na Hunayd ibn Khalid kutoka kwa wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu 9 Dhulhijja. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga masiku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja, wa yaum Ashura, na ile siku ya Ashura ambayo inapatikana katika mwezi wa Muharram, wa 3 ayami min kulli shahr, na masiku matatu yale meupe katika kila mwezi, wa al-ithnain min shahr wal khamis, na siku ya Jumatatu na Alhamisi katika mwezi. Hii imesimuliwa na wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika masiku alikuwa akifunga masiku 9 ya mwezi wa Dhulhijja ambao unakuja, lakini masiku matatu katika yale ya meupe katikati ya mwezi alikuwa akifunga. Lakini alikuwa akifunga yaumu Ashura katika mwezi wa Muharram, lakini alikuwa akifunga Jumatatu na Alhamisi. Kwa hiyo fadhila zote hizi tuzikusanye katika masiku 9 yani yupo katika mwezi wa Dhulhijja, ili kuweza kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la 5 ndugu zangu ni kusoma Qur'an kwa wingi, kwa mazingatio. Inawezekana baada ya Ramadhani tumeacha kusoma Qur'an, tumepunguza spidi ya kusoma Qur'an, lakini ndani ya masiku 10 tujaribu kuhuisha kama tulivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Pata muda wako wa kusoma Qur'an, lakini isome Qur'an kwa mazingatio, kwa kuelewa tafsiri yake, kuelewa maana yake, kukaa na aya moja ukaifikiria Mwenyezi Mungu anakusudia nini katika hii aya. Haihitaji elimu kubwa, inahitaji kuwa mkweli na nafsi yako na kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu atakufungulia. Kwa hiyo kusoma Qur'an katika masiku haya 10 yanayokuja ni jambo muhimu sana. Jambo la 6 ni kusaidia maskini katika masiku haya. Hakuna amali iliyokuwa nzuri zaidi ya amali ya kumtatulia ndugu yako Muislamu matatizo yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas. Mtu ambaye anapendeza zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule mwenye manufaa kwa watu wengine. Angalia utawanufaisha vipi wanadamu wenzako, utawanufaisha vipi waislamu wenzako kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia, ikiwa ni riziki ya pesa, ikiwa ni riziki ya chakula, ikiwa ni riziki ya ujuzi, ikiwa ni riziki ya nasaha, almuhimu aina zote za riziki ambazo Mwenyezi Mungu amekupa, kuweza kuwasaidia wengine katika kile ambacho Allah amekuneemesha. Hii ni amali njema ambayo mja anatakiwa ajikurubishe kwa amali hiyo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, amali ya 7 ni kuunganisha undugu na kusameheana. Kama wewe umetofautiana na ndugu zako wa nasab, ni muhimu ili uweze kupata fadhila hizi
ambazo zipo katika masiku 10, kuwasamehe ndugu zako, kuangalia jinsi gani ya kuunganisha undugu, kurudisha undugu, hata kama hautarudi kamili, kidogo salimiana, kurudisha moyo, kuanza kuwatumia message, kualikana na vitu kama hivi, ili kutafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku hayo. Kwa sababu kinyume cha hivyo, ukiwa na vinyongo na ndugu zako, kuna hatari kubwa ya amali zako zikawa muallaq, hazifiki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, zikaning'inizwa. Sababu gani? Huna mahusiano mazuri na ndugu zako wa karibu. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunayo fursa adhimu ndani ya masiku yanayokuja ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja, na tutaendelea kuzinduana kadri siku zinavyozidi kwenda, hasa katika kabla na siku ya Arafa, kuweza kufahamishana vizuri zaidi yale ambayo yanatakiwa kufanywa ndani ya masiku hayo ya mwezi wa Dhulhijja. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kunifikisha mimi na nyinyi ndugu zangu Waislamu katika masiku hayo na kupata fadhila ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuandalia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bidh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.